ni jiandaeni. Somo letu inaitwa jiandaeni. Haya ni maneno ambayo Yesu aliyasema mwishoni kabisa mwishoni kabisa mwa kazi yake alipokuwa akiifanya. Katika miaka mitatu aliyoifanya kazi, mwishoni mwa kazi yake aliweza kuzungumza maneno muhimu sana ambayo ni ya muhimu sana kuyazingatia. Wanafunzi wake walikuwa wanamuuliza ni nini mwisho wa dunia? Ni nini mwisho wa dunia? Yesu aliweza kuwajibu jibu hili kupitia Mathayo sura 24. Mathayo sura 24 ukianzia mstari wa kwanza, tusoma tu hapo kidogo, lakini tutaenda kuruka mstari wa 44 ambao ndio kichwa chetu cha somo kinatokea hapo. Amen. Mstari wa 3. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, kwa siri wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na kwa mwisho wa dunia na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na tetesi ya vita, habari ya vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa uchungu. Hayo yote ndiyo mwanzo wa uchungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, tuseme wote, ndipo wengi watakapojikwaa. Turudie tena watu wa Mungu. Ndipo wengi watakapoanguka, ndipo wengi watakapoacha kweli, ndipo wengi wataacha wokovu wa kweli, ndipo wengi wataacha njia ya kweli, kwa sababu ya dhiki, mateso, majaribu yatakayoambatana pamoja nao. Aliyosema, na manabii wa uongo watatokea kudanganya wengi. Tuseme wote hivyo, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Ndio tukaongeza sauti, watu wa Mungu. Ndio watatokea, na aliyosema
kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ndiye atakayeokoka. Mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tuseme wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Turudie tena. Turudie tena. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Twende mstari wa 44. Mstari wa 44. Na 44 maandiko hapa yanasema, kwa sababu hiyo, tuseme wote hivyo, kwa sababu hiyo. Turudie tena, kwa sababu hiyo. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari. Tuseme wote, ninyi nanyi jiwekeni tayari. Turudie tena. Turudie tena. Ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu anafanya nini? Mwana wa Adamu yuaja. Mwana wa Adamu yuaja. Amen. Amen. Mwana wa Adamu yuaja. Mwana wa Adamu yuaja. Mwana wa Adamu yuaja. Ni dalili za mwisho ambazo wanafunzi wa Yesu walimuuliza, ni nini dalili ya kuja kwako? Ni nini dalili ya mwisho wa dunia? Baada ya kueleza mwisho wa dunia, ndipo anawaambia dalili hizo itakuwa 1, 2, 3 na kadhalika. Lakini baada ya kuelezea, kuorodheshea ishara itakapokuwa, akawaambia jiandaeni. Kumbe hatuwezi kujiandaa ikiwa hujajua siku gani ya kuondoka. Amen. Huwezi ukajiandaa ukaweka mambo yako sawa kama hujajua huyo bwana wako atakuja lini, mgeni wako atakuja lini. Anasema tu nitakuja miaka inayokuja, Mungu akijalia nitakuja tu, nitakuja. Lakini akikupa dalili, akikupa ishara, ni rahisi sana kujua namna gani kujiandaa. Ndiposa Yesu anasema jiandaeni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Lakini kuna jambo jingine ambalo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili duniani, kuja kulichukua kanisa lake. Alisema kwamba siku hizo zitafanana na siku za Nuhu. Zitafanana na siku za Nuhu. Zitafanana na siku za Nuhu. Amen.
Amen. Zitafanana na siku za nani? Anasema kama ambavyo walikuwa wakijenga, wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa na anasa za kila namna, anasema ndivyo kutakapokuwa kuja kwa Yesu. Amen.